Na hapa tuko na kiongozi wetu mwingine kwenye taaluma ya education, yani elimu, naye aelezea machache baada ya tukio hili kukamilika sasa hivi. Asante sana. Nimeweza kushiriki tukio hili la iftar iliyoandaliwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mustafa akishirikiana na viongozi wa UVCCM tawi la Mustafa. Hakika ni jambo la kufarijika sana. Wameweza kuandaa katika uwezo mkubwa sana. Kwa mara ya kwanza utafikiri wana uzoefu wa muda mrefu sana. Kiongozi kama uwe na maono kama haya. Watu wengi hapa leo hawakujua wanafuturu nini, lakini kupitia mwenyekiti wa serikali ya mtaa wameweza kufuturu. Basi tungewaomba isiishie tu mwaka huu na isiwe kwa Waislamu tu, kwa sababu watu wanaongozwa, kuna Waislamu na Wakristo na watu wasiokuwa na dini yoyote pia wapo katika huu mtaa, na wote wameshiriki kwa namna moja au nyingine katika kumfanya awe kiongozi wa mtaa huu. Na tungeomba nafasi zingine na viongozi wengine wa kata hii ya Pugu wafanye vitu kama hivi kwa ukubwa huu ambao Mr. Fikiri Rajabu Timbu ameweza kufanya. Nimepata bahati ya kualikwa na nimepata nafasi ya kula chakula. Unajiuliza wamewezeje kuandaa chakula kama hichi? Takriban watu 500 wamealikwa katika alfa hii, au ni official, acha wale waliokuja kwa njia zao binafsi, lakini wote wameweza kula chakula katika ubora mkubwa sana, na naamini itakuwa swala endelevu kwa miaka ijayo. Ameweza kuzungumza issue ya watoto mayatima siku ya Idi moja, kwamba atahudumia watoto 200 mpaka 250 watoto yatima. Na tunajua yatima Kiislamu ni mtoto yule ambaye amepoteza baba. Siku ya sikukuu wenzio wanafurahi, yeye anakuwa mnyonge. Mwenyekiti huyu kaongozwa, kashikwa, kaona kwamba kuna haja ya kuwapa faraja mayatima. Kwa hiyo ningependa umma huu tarehe 1 tujumuike tena na mwenyekiti hapa kuweza kuwapokea na kuwapa furaha watoto hawa ambao wamepoteza furaha kwenye sura zao, wamepoteza nuru kwenye sura zao, na waweze kurudi kama watoto wetu majumbani kwetu. Hakika Mwenyezi Mungu awaongoze wote hawa walioandaa hii shughuli na awape yale ambao mahitaji yao. Asante sana. Asante. Basi huyo ni mwalimu naye akielezea kwa hisia kali juu ya tukio hili la leo na tukio ambalo linatarajiwa kufanyika Idi Mosi, viwanja hivi swala la kulisha mayatima, na kutatokea na mambo mengi sana. Na kamera za Sanga Media TZ tunawaahidi tutakuwa tena viwanja hivi ili kuwaletea matangazo yaliokuwa mubashara. Na mimi mtangazaji wako nguli Karimu Mkali, asanteni sana.